Guy. Natuma salamu hapa. Asante sana bro. Ananiambia Loma Machuki na kusalimia asubuhi ya leo. Na nakumbusha, okay, nimepokea, nimeshasoma hii. Ametuma mara pili bwana. 25 mara tu baada ya saa 3 asubuhi. Uko hapo umeenda malishoni kidogo. Kama umeingia fora, haya, niko hapa hata kama uko fora na uko na karedio. Niko tayari kukusikia unasema namna gani. Niko na wageni kutoka ESCC sasa hivi asubuhi. I have to give them an opportunity. Watuambie ile kazi wanafanya. Na sisi tuambie ile tunafanya. Yetu ni gani? Wewe umefanya gani? Kisema kuna ufisadi Kenya. Wewe umefanya gani? Ndani ya studio niko naye Nancy Njue. Niko na Faith. Niko naye Golo. Wote ni kutoka ESCC. Nasikia yale ambao tumezungumzia hapa na pale. Naomba niwarejelee kwao sasa hivi asubuhi. Tuweze kusema jambo alafu tuweze kuendelea sasa hivi moja kwa moja. Habari ya asubuhi. Okay, huyu naye ni wakupitia tu. Sawa sawa, unaweza pitia hivyo alafu naangukiwa na mambo mazuri. Wakati mwingine pia mambo yanakwenda ndio hivyo. Karibuni kwa mara nyingine katika awamu ya pili ya mazungumzo haya. Bwana Golo ama ni Faith ama ni Nancy, tueleze tu kwa kifupi kazi ya SUA ya ESCC. Kwa sababu siku zote tukilalamika kuna ufisadi, tunanyoshea kidole ESCC. Mpaka tunasahau kuna DCI na pia tunajisahau sisi. Kwa kifupi tu kazi ile. Asante, acha niweze kusema kazi ile inajulikana sana na wananchi, ni kazi ya upelelezi au uchunguzi, investigation kwa lugha ya Kimombo. Na Wakenya wengi wanajua hiyo kazi. Na saa ile investigation, wakati mtu anaripoti kesi, huwa tunaweza kufuata utaratibu. Yes. Kupatia mtu nafasi tusikilize. Na tunapoona ya kwamba hiyo kesi iko na holds water, yes, tunaweza kuichunguza vizuri. So hatuwezi kuchukua any allegation tuseme hii ni kesi ambayo mtu labda atafungwa, kwa sababu labda mtu akipeana ripoti, akipiga ripoti kwa tume ya maadili, labda anatarajia aweze kupata answer mara hiyo, lakini uchunguzi ndio kazi yetu moja. Pia so mnachunguza kwanza kesi kama inaweza kuwa kesi. Kama inaweza kuwa kesi. So ikiwa kesi ndio sasa tena ianza kuchunguzwa kama kesi. Kweli, kwa sababu saa zingine ni mtu anaweza peana tu kile tunasema Kimombo allegations. Anaweza kutaka tu kuharibia mtu jina kwa sababu ya kisiasa, au labda hana uchunguzi ya kutosha. Yes. Na ile ambayo tunatafuta ni hiyo kitu tunaita evidence, ushahidi. Ili hata ukienda kotini unaweza kujua kwamba kumbe huyo mtu alikuwa na kesi. So vile ulisema, tunataka kuona kama hiyo kesi kweli ni kesi. Okay. Ya pili, ile jukumu pia ambayo tunafanya ni kuweza kufuatiana na sheria, kusaka na kurejesha mali ya kifisadi. Yaani kama labda kuna watu wameweza kuiba pesa, kwa Kimombo tunaita asset recovery. Ndio. Na hasa wakati mkubwa wetu ambaye ni CEO, ambaye ni Twali Mbaraka, wakati aliweza kuingia, focus yetu imekuwa ni sasa kule tunaita high profile cases. Ndio. Na high impact cases. Kesi ambayo labda mtu ambaye anahusika, sababu Wakenya wengi huwa wanaona ya kwamba huyu mtu ameiba kidogo, na mwingine labda ameiba mabilioni ya pesa. Yes. So hiyo ndio lengo hasa tumefocus high impact cases na high na tunatumia high impact case, na cases ambayo pia labda mtu ameiba pesa, mabilioni za pesa. Si ya kwamba pia tunaacha wale ambao wanaiba pesa kidogo. Ya tatu, tunatekeleza sheria kuhusu uongozi na uadilifu. Kile tunaita chapter 6. Unakumbuka wiki iliyopita Wakenya waliweza kusherehekea miaka 10 tangu katiba ya 2010. Yes. August 27, 2010 wakati iliweza kuanzishwa. Na sasa sisi katika tume ya maadili na kupambana na ufisadi, tunasimamia, tunaweza kuangalia kama viongozi, kwa mfano wakati viongozi kama magovernors, wale tunaita state officers na CECs, MCS, kuna sahihi wanapeana, wanasema mimi nitakuwa mtu ambaye ninafuata, nitakuwa mtu kufuata uwe na ambaye anafuata uadilifu. Pia
Tuna huduma za kuzuia ufisadi, ile tunaita prevention services. Yes. Na pia kuelimisha, ndio tunafanya saa hizi. Zingine tunasema kwa Kiswahili English, prevention is better than cure. Unajua baadaye ukienda kotini unatumia pesa mingi kushtaki mtu, pengine kuweza kufuata hiyo kesi, lakini tukizuia, pengine kwa njia ya masomo, tuweze pia kuja pengine kwa shirika kama tuseme kwa Radio Jangwani. Radio Jangwani ni private entity, lakini kama ni ya kiserikali, unaweza kuja kwa county, tufanye kile tunaita system review, uchunguza kuona kama labda unafuata utaratibu ya kisheria, kulingana na pengine mambo za procurement, kulingana na yale pengine uliweza kutaja hapo, watu kuandikwa kazi. So na tunaweza kuadvise kwa njia ya utaratibu. Umezungumzia asset recovery. Ndio. Na nikafikiria kama mfanyabiashara ambaye ni mkorofi, ndio, ambaye ako tayari kuiba pesa, aenda afanye biashara, then you come and recover what is yours, mniachie faida. Umetumia bilioni 5 kutengeneza bilioni zingine 5, so mkuje mchukue 5 zenu, mniachie 5. Si bado ni wizi tu? Utakuwa nimeshaibia taifa. Yule ambaye mnachukua mali, recovery, ambaye mnachukua mali kwake kwamba hii ni ya serikali, wache irudi, yeye anaenda kamiti. Hapana, kuna utaratibu wa kisheria ambao inafuata, tunaita negotiation. Na kuhakikisha, unajua ni afadhali pengine pesa yote kupotea, ndio, lakini umepata pesa kiasi, umepata labda umesema bilioni 10 hiyo, labda tutakuachia hiyo 5, lakini tukipata hizo 5 pia itarudi sana kwa Wakenya. Ni pesa ya umma ambayo mtu ameiba. So hatuwezi tu kunegotiate tuseme juu umeiba sana, acha tukuachie hii kidogo. Tunahakikisha ya kwamba tunafuata sheria, tufanye negotiation na pesa ile ya umma ikaweze kurudi. Ndio. Bila shaka EACC imepiga hatua mbele nyuma. Imefikia hapa, imefikia pale. Maybe mtufahamishe ile milestone, hatua zile mmepiga kama EACC, mmefikia wapi kufikia sasa hivi? Ile yani mnaweza mkasimama mkajivuna. Msema tumekuwa na miaka 10 ya katiba, EACC imekuwepo kwa muda sasa. Je, tujivunie nini kutoka kwa EACC? Zangu faith ataweza kujibu hiyo. Okay. Msikilizaji, una swali ambalo ungependa niulize hapa? Sema nisikie. This is the time. Huyu anauliza county 5 anasimamia Marsabit, Meru, Isiolo, Samburu. Moja ni gani? Tharaka Nithi, Meru, Samburu, Isiolo na Marsabit. Babu, umepata ujumbe? Tharaka Nithi ambaye alikuwa anauliza. Okay. Haya, baadhi ya hatua zile ambazo mmepiga kama EACC. Tukianza na upande wa recoveries, mbeleni tumesema tunatumia strategy ya asset recovery na high impact cases. Yes. Ili tuone kuwa ile pesa mingi yenye imeibiwa imeweza kurudishwa kwa serikali. Na nikiangalia na wawezi kueleza wamepataje. Unaweza kuwa unaona mtu akona, ama kama public officer unajua katika kiwango hii mtu anapata pesa ngapi, lakini ukiangalia kuna mali kila mahali. Na mojawapo njia kusaidia sana katika asset recovery ni hata kuwezesha wananchi wenye wanaweza juu. Tukiangalia kama Marsabit hivi, wafanyikazi wanaweza kuwa accumulate mali mingi sana. Mtu akona nyumba hapa, akona nini na biashara, na wananchi wanaweza tujulisha kuwa wanashuku, ama saa zingine ni zile nyumba za serikali zenye mtu akikuja kufanya kazi huku anachukua. Alafu kama wananchi wanajua kweli hii ni nyumba ya serikali na mfanyikazi fulani wa serikali ameigrab, nyumba kama hizo ama mali kama hiyo tunaweza rejeshea serikali.
Kwa hivyo unakuta kuwa through asset recovery na asset tracing tumeweza kupata pesa mingi. Nitakuelezea ni ngapi nikimalizia. Alafu katika mambo ya prevention ama kuzuia, hii tunalenga institutions. Institutions na wenye wamesimamia hizo institutions. So tukiangalia kama ni kwa law enforcement ama kuchunguzi, miaka 5 yenye imepita tumeweza kushughulikia cases 854, that is 844 cases zenye zimekuwa zimechunguzwa, zimekuwa concluded, zimemalizwa na ripoti ikapelekewa ODPP ili apeane recommendation yake kama ni prosecution ama ni nini itafanyika. Alafu ukiangalia hizi kutokana na hizi cases 844 zinahusisha, tumesema ni high impact. Zinahusisha wenye wafanyikazi wa serikali kuu, national government, ministers, cabinet secretaries, PSs. Alafu kuna county government, sasa hii ndio ina target the governors. And then kuna the county governments, the governors, and those officials wengine wa county governments. Alafu pesa yenye tumeweza kupata ndio by last year ilikuwa 22 billion. 22 billion. Yeah, for the asset recovery. Zimerejeshwa serikali. Yes. Hatua kubwa na ni hatua nzuri ambazo zimepigwa kufikia sasa hivi. Labda bwana Machuku niongezee. Ndio. Mambo ya procurement ni jambo ambalo vile hata mkubwa wetu wa region aliweza kuongezea. Kama mtu anafanya kwa njia ya utaratibu na uweze kupata pesa yako safi, hakuna mtu atakuzuia, kwa sababu Wakenya wengi najua lazima maisha watu wang'ang'ane waweze kutafuta shilingi hapa na pale ili waweze kujimudu katika maisha yao. So ukipata njia safi na ufuate sheria ya serikali na pengine unaweza fanya contract na serikali na labda vile mwenzangu alisema, na uko na mahali ambao umepata kwa jasho lako, hakuna mtu atakonsala. Kuna mfano mfanyakazi mmoja ambaye alikuwa anafanya KRA ambaye tulichunguza, alikuwa anapata pesa taslimu 1,100 kama mshahara. 1,100. Lakini ripoti tulipata kwamba alikuwa na mali Mombasa, Malindi, Eldoret, Nairobi pia. Na wakati waliambiwa kuna kitu tunaita kwa public officers wanajaza every 2 years, inaitwa wealth declaration form. Ndio. Ni sheria ambayo sisi kama tume tunahakikisha ya kwamba wafanyikazi wote wa serikali katika national government na pia katika county kila mtu amefanya hiyo. Na wanapoangalia hiyo form yake waliona na wakamwambia, hebu tuambie hii pesa yote ulipata kwa njia gani? Huyo mtu hangeweza ndio. So hiyo ndio njia moja pia tunaangalia, kwa sababu Wakenya tunajuana. Mimi najua jinari yangu, ninajua Machuki tulikuwa na yeye, lakini naona sasa baraka zimekuja mpaka ghafla hata hawezi, akiulizwa hawezi kujibu. Na hayo ndio mambo ambao Wakenya wengi wanapiga ripoti, lakini kama mtu amepata kwa njia ya utaratibu na njia safi, hata procurement ukifanya na serikali hakuna shida lolote. Mtu yote ambaye anafanya kazi na serikali anaruhusiwa kufanya biashara na serikali. Anafanya sivyo sawa. Kisheria, kwa mfano kama mimi mfanyikazi hapa Marsabit County, siwezi ruhusiwa au acha nitumie tu mfano yangu EACC. Siwezi kufanya contract na EACC. Lakini pahali pengine kwa county nyingine ninaweza fanya. Kwa sababu inakosa kitu inaitwa conflict of interest, mgongano wa maslahi. So unafanya na EACC, unaweza kukubaliwa kufanya biashara na Ministry ya Water ya maji? Hiyo ni challenging kiasi pia, lakini inategemea kwa utaratibu. Niko na hiyo nafasi kama mfanyikazi kuweza kufanya hiyo. Ninaweza apply, labda niko na
kampuni yangu. Nafikiri ukifanya na utaratibu na niwe na hiyo kazi, ufanye kazi yote, lakini kwa shirika lako ambao unafanya, yes, hiyo haikubaliki. Okay. Msikilizaji, kuna watu ambao unawajua wamepata mali, wamefanikiwa all of a sudden. Wale ambao ulikuwa unaambia jirani yako ati siku hizi ni kana kwamba ni Illuminati. Wanaweza kuwa sio Illuminati. Uko na hiyo story? Hebu tuambie hapa hivi, tusikie unasema namna gani. Radio Jangwani, habari ya leo? Karibu sana. Ndio. Unaitwa? Uko wapi? East and Off. Okay, wako. Sema na wao wanakusikia. Ndio. Akishika mfisadi. Ofisi ndio iko Isiolo, lakini wanazunguka sasa kutoka Isiolo. Si hata uko na nyumbani kwako, lakini unafanya kazi mbali. Okay. Haya. Thank you. Ndio. Ndio. Yes. Nimempoteza, lakini sawa. Nataka kujua hizo pesa ambazo zilitolewa zilienda wapi. Nafikiri hilo ndilo swali lake ndiko linaelekea. Sema na sisi msikilizaji kabla sijamtafuta maneja. Alafu mtajibu hiyo. Unasikia yeye amesema hajaridhishwa na nyinyi kazi ya utenda kazi, na pia anashangaa kwa hizi kaunti 5 hakuna mtu amelala ndani. Radio Jangwani. Yes, habari ya leo? Karibu. Lakini iko na maoni hata haiko maoni nyingi. Zile process nasema ukiwa na maoni yako unaweza kujua yale wananchi wanasema. Ndio. Na hakika kujenga kaunti lakini inaweza kuwa unaweza kutoa makaratasi na ambao tumefanya hii kwa wote, tumefanya hii kwa wote. Ndio. Lakini wewe naye unasikitika kutoka kwa sasa mimi nataka kupatia maoni. Ukipata habari kutoka ofisi ile pesa ambayo imetumika hivi na hivi. Ndio. Tafadhali mfikie ward. Ndio. Hata mkutano. Okay. Muone sisi kitu gani tunafanya kwa sababu from 2019. Kama leo tunaingia participation 24 hours. Okay. Na atuone kitu ambacho tunafanya. Tafadhali ufikie sisi kwa mashinani. Asante sana. Thank you so much. Je, kuna mwingine kwenye line ya simu? Time ndio hii. Muda wetu unakamilika sasa hivi. Tunakwenda mbio. Sikia kauli yake. Huyo nafikiri ni Mama Judy kutoka Kor pia. Naomba nisikie unasemaje? Can we hear you? Na mwingine kwenye line ya simu hapa kabla sijarudi kwenye Radio Jangwani. Yes. Oh, okay, kwa kifupi basi ili tuwapatie wengine nafasi.
Mhm. Ndio. Mhm. Mm. Haya. Thank you, sir. Haya. Okay. Kuja katika account uweza kupata habari zaidi. Mtatuambia mahali tunapata ofisi yenu. Si kitambo, na kuna swali hapa kwenye SMS anasema, morning, is there any case they are following currently in the Upper Eastern region, especially here in Marsabit? Secondly, for them to start the investigation, who initiates the process? Hii swali zuri hili, eh? Machuki wananchi, tunaingia public participation na kupitisha kile tunataka kufanyiwa since 2019 up to now. Hatuoni kile ambacho tunafanyiwa. Ni vizuri hawa corruption people hebu wajaribu kufikia wananchi kama kufikia wards, na wajaribu kuuliza hawa. Yaani mwende mashinani, mwende kwa ground, muulize vitu kwa ground viko namna gani. Anasema na sisi hapa kupitia Facebook page ya Radio Jangwani. Anasema anaitwa Amina Said Musa, good morning from UK. Asante, salama sana, wasalimia watu wa jiji la London. Anasema criminals are getting very smarter in Kenya. Good luck to our investigators. It is hard to prove a case, but you are doing an amazing job in Marsabit. Well done. Thank you. Kabla sijamtafuta manager ambaye atatumalizia kipindi, maybe your reactions kwa maswali ambayo wameulizwa. Maybe naweza kuongea juu ya, kuna huyo jamaa alisema tunafanya kazi kwa kaunti 5 na kuna kitu amesikia. Yes, so far kuna mtu amesikia amefungwa. Hata jasikia gavana wa Samburu wako kotini. Na kuna cases mingi zenye zinatuendelea nazo. La pili ni kuhusu hii pesa, hii milioni 180 million ya corona yenye amesema imepotea. Sana ndio. Na ndio nilikuwa nasema mwananchi akona jukumu akiona ufisadi unatendeka. Na kama kesi kama hii pesa imepotea, wakijua kuna pesa imepotea, ni vizuri wajulishe tume kwa kupiga ripoti. Okay. Ili tujue pesa imepotea. Na ukiangalia kuna so many issues zenye zimetokea juu ya corona. Mkubwa wetu aliongea juu ya procurement irregularities zenye zinatendeka saa hii. Yes. Na akagusia kuwa kwa hii region tuna cases zenye tuna deal nazo sana ni za procurement na employment irregularities. Alafu corona ikakuja na corruption ikaongezeka juu ya labda kuna kuna procurement inatakikana ifanyike kwa haraka. Yes. Kwa hivyo unakuta wenye wanajihusisha kwa hiyo procurement process hawachukui the procedures that are required. Kwa hivyo unakuta kama mfanyikazi si mwaminifu, pesa mingi sana inaweza potea. Na kama tume, kuna mikakati tumeweka kuhakikisha kuwa hii pesa ipotei na wanaitwa na wana benefit kwa hizi pesa zenye zimetolewa katika counties. Lakini venye nasema ni kuwa wakijua kuwa kuna pesa yenye inapotea katika utendakazi wa wakuu wa county na serikali kuu, ni vizuri watujulishe ili tuweze kufanya upelelezi na tujue kama kweli imepotea ama haijapotea. Kama imepotea irudishwe ama watu washtakiwe na waende kotini. Okay. Yes.
kuna swali hilo la who initiates the investigation process. Yes, ili muweze kuchunguza. Kwa mfano hizo shilingi milioni 200 zilitolewa hapa kaunti ya Marsabit. Sasa hivi tuko na complaint, lakini hii process ya kuanza kuchunguza inaanzia wapi? Mara mingi tunapata ripoti kwa njia tofauti. Mtu anaweza ingia kwa ofisi yetu apige ripoti, anaweza pata kwa mtandao. Tunaweza pia kufanya upelelezi sisi, tuko na intelligence ambao tunatumia. So mara mingi wakati kesi inaripotiwa kuna wale ambao wanahusika. So lazima tufuate hiyo utaratibu. Sababu yule mtu ambaye anapiga ripoti lazima tuchukue ripoti yake tuone, vile nilisema hapo awali, ya kwamba ni kweli ni kesi au ni mashtaka tu ambayo pengine unataka kuharibia mtu jina. Kwa mfano kama hiyo pesa milioni 180 million, si tu pengine county yetu, umesikia ni county mingi, hata wengine hata hawajatumia pesa, wengine pia hawezi kuexplain. I think the controller of budget au ni office of the auditor general ndio wanatoa hiyo report. Pia sisi na pia kwa gazeti tunaweza kupata. So kujibu hiyo swali ni nani aanzisha, so sisi kivyetu pia kama tume tunaweza anzisha hiyo, au mtu akipiga ripoti tunaweza anza sasa hiyo safari na huyo mtu ambaye anapiga ripoti mpaka ifike koma. Okay. Thank you so much. Na umezungumzia pia ikiwezekana muweze kuenda mpaka ward level. Sijui ni kweli ni EACC saizi tuko huduma centers 47 counties. Lakini najua pengine kuna mashinani. Ni kweli hiyo ni jambo ambalo tukirudi ofisini pengine Nairobi na hata Isiolo, najua mkubwa pia wa region, ni jambo ambalo tutaweza kumwambia, kwa sababu ni kweli kwamba wananchi wengi unapata unasema project hiyo imefanyika, lakini mara mingi utapata hakuna kitu chochote ambayo, na hiyo nasema ni aibu na pia ni laana kwa hiyo mtu ambaye pengine amedanganya. So ni jambo ambalo tumesikia, tutapiga ripoti. Thank you. Naomba nizungumze sasa na manager wa ukanda huu. Tuna dakika chache tuweze kumaliza, na simu yake iko busy, na tungetaka kujua pia, kuna swali limeulizwa kama iwapo zipo kesi ambazo zinafuatiliwa hasa kutoka maeneo haya ya Marsabit. Kuna kesi iko kotini inafuatiliwa ambayo inahusiana na ufisadi. Msikilizaji, kumbuka kwamba wageni hawa watakuwepo pia leo jioni kuanzia saa 2 usiku kwenye Wariga Machu leo hii jioni. So kama kuna swali ambalo unasikia linafungiwa ama unaambiwa ya kwenda mahali na ungependa kuzungumza na wao, leo jioni pia watakuwepo kwa ajili ya mazungumzo hayo. Leo kumtafuta maneja mkuu wa ukanda huu kidogo simu yake inatumika. Lakini je, kuna ile kesi ambayo mnajua sasa hivi inafuatiliwa haswa maeneo haya kwetu? Hili swali ni meneja mkuu ndio angefaa kujibu. Pengine nitaomba pengine tuweze kumsubiri kwenye simu moja kwa moja, sababu tungeweza kujua msimamo umefikia wapi na wakati watu wamechunguzwa na hatukujua iliishia wapi. Tuna dakika chache, lakini endapo nitampata moja kwa moja basi tutaweza kujibu swali hilo, na kama lipo jingine ni kwamba tuweze kupiga hatua. Naomba kuzungumza naye Bwana Ojoi. Hello. Unanipata? You can hear us, eh? Naam, tunamaliza kipindi, na lipo swali ambalo kidogo ingekuwa muhimu wewe uweze kutupatia update. Zipo kesi ambazo mnachunguza kutoka haswa maeneo ya Marsabit, Samburu kwa sasa hivi kama EACC, na zimefikia wapi, na kama zipo ni kama ngapi? Ndio. Hapo tunaweza sema tumepata malalamishi mengi sana. Lakini kwa yale ambayo tunafanya ile ya strategy ambayo tunakabiliana ile tunaita high impact investigations. Ndio. High impact tunaangalia mambo ya wale ambao wamehusika. Tunaangalia
Ndio. na one of the cases ambayo imekuwa imezua reality kabisa kwa mashabiki kama hii kandarasi ya zabuni ambayo ilitolewa kwa mwekezaji mmoja ili apeane hii ya fire engine truck. Apeane? Fire engine truck. Fire engine truck. Ni gari la zimamoto. Gari la zimamoto. Ndio. Ambayo ilipeanwa kwa kijina cha Masai na ni kama na 62. Ndio. Naweza nikasema kwamba hii tulianza mwezi mwaka jana. Kesi imeisha. Uchunguzi umeisha. Okay. 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 Pesa itolewa hapa ikapelekwa ng'ambo ikanamna kwa hapo tumefika hapo na tayari tunawasiliana ambayo wako hapo. Ndio. Watakapopatia zitakaji ambazo zilitumika kwa maana. Yes. Basi tutaweza kupata hii kupeleka hii file afisa mkuu ambaye ni director of public prosecution ambaye anatuambia ni kupeleka ugali. Hayo tunaweza tukasema ni one of the ambayo tunataka hapa. Ndio. Ingine ambayo ilikuwa nimekueleza kwamba mambo ya Yes. zaidi ya watu 800. Watu 800. Watu 800 ambao wanachukua white account ya kaunti ya Marsabit. Ndio. Ambayo pia kuzana hayo pia tunapaswa kupiga hatua. Okay. The next one month tunamaliza kama sio kwa tunafika mwisho na hiyo imebaki tu kidogo tunatafuta watu ambao wamefanya hivyo. Kwa tunamalizia. Okay. Ya tatu maneno ambayo imekuwa changamoto ambayo inaitwa Relief Food Service. Yes. Ndio. Okay. Haya ni baadhi ya mambo ambayo tumekuza kwenye eneo. Na hivi karibuni wananchi watapata naelekea nao maafisa ambayo wanajihusisha. Yes. Katika kaunti yetu hapa Yeah. pia wananchi wako na wanajua wanafanya kazi katika kuna kesi ambazo zikupelekwa ambazo ya zaidi manake hiyo wabunge lazima pelekwe. Yes. Hello. Nakusikia. Kama Ndio nakulala. bwana yuko kotini. Yes. Ya maafisa wake wengine wako na maafisa wake ambao wako kotini na juzi pia tukakamata kupitia. Ndio bana msio. Ndio. Hapo pia wako kotini. Na sasa kama ndio wananchi wanakuwa kabisa pale saidiana wakaona wao wameleta taarifa tumeana na kwa Okay. Okay.
hayo tunapatia katika sehemu ya sababu na tayari wakati tunataka kuona stakabadhi. Okay. Manyumba kuliwa. Okay. So ni baada ya uchunguzi wote kukamilika ndio watu wataweza kukamatwa. Okay. Na naona kama uchunguzi utachukua muda hivi kwamba utaingia ule wakati wa campaign period 2021 2022 hivi kwamba hizi siasa wakati huu kutakuwa na siasa, na endapo mtakamata mtu kutakuwa na wapinzani wangu wa kisiasa ndio wanaanza kunipiga kivita hapa kisiasa. Na wakati uchunguzi ulianza labda miaka 2 ambayo imepita, inawezekana uchunguzi ukaharakishwa labda kwa miaka 2 miezi 2. Yes. Okay. Okay. Nama, kwa sababu sina muda zaidi, Bwana Ojowi, the regional manager, una ujumbe gani kwa watu ambao wanakusikiliza sasa hivi so ukanda huu? Ndio? Yes. Ndio? Okay. Yes. Okay. Thank you so much, Bwana George Ojowi, kwa kuzungumza na sisi moja kwa moja Radio Jangwani. Inshallah ikiwezekana pia tutazungumza na wewe usiku wa leo kwenye kipindi kinginecho, wakati pia tutakuwa na kipindi sawa na hiki. Thank you. Good day. Moja kwa moja narejea kwenye hapa studioni naweza kusikia kauli zenu za mwisho sekunde chache kwa sababu tayari dakika 5 mara tu baada ya saa 4 asubuhi. Nianze kwako Nancy, hujazungumza tangia ulipoingia. Nasikia mkubwa amezungumza hapa. Hebu tusikie kauli yako na tukusikie ukiwa studioni. Sasa mimi ningetaka kutoa jinsi ya wananchi wanaweza ripoti. Ndio. Mtu ako na ripoti. Anataka kuripoti aina yoyote ya ufisadi ama matendo ambayo yanakeuka maadili ya tume. Ndio. So kuna anwani zifuatazo. Kuna ile PO box ya our regional office. Yes. Ni 762 code 6300 Isiolo. Yes. Alafu pia mtu anaweza tembelea ofisi ya tume yenye iko pale Isiolo. Okay. Kwa mahali panaitwa Lower Kiwanjani. Lower Kiwanjani. Yes. Okay. Karibu na Sunrise Primary School. Alafu pia anaweza piga simu. Ndio. Ambazo ni 0702 391 ndio
293. Alafu pia kuna 0730 888 067. Acha nirudie hiyo sababu Namba ya simu. 0702 391 293. Yes. 0730 888 ni 83 Yeah. na 067. Okay. Alafu pia mtu anaweza tumia mtandao ambayo ni EACC Isiolo at integrity.go.ke. Okay. Alafu pia anaweza andika barua hiyo anatumia PO Box 762 300 660 300 Isiolo. Hiyo ni code. Okay. Alafu pia kuna ile mtu hataki kutambulika. Sasa hiyo anatumia kuna ile mtandao ya tume yenye ni www.eacc.go.ke. Pia especially wale watu kama wako Marsabit huku huduma zetu zinapatikana kwa huduma centers pia. Okay. Kuna ofisa wa EACC pale. So pia anaweza piga ripoti yake kwa huyo. Okay. Thank you so much. Faith, una jingine ya kuongezea kwa kifupi? Asante. Yangu ni kukumbusha wananchi kuwa kila mtu Mkenya. Uwe nani, uwe mfanyikazi, uwe ni mama boga, uwe ni mtoto, kila mtu akona jukumu ya kupambana na ufisadi. Okay. Na sana sana wananchi mnaweza piga ripoti ama mnaweza kukua matendo yenu, kama tunaongea mambo ya kutii sheria, tunaongea mambo ya kama wewe ni mzazi kuhakikisha kuwa watoto wako wanakuwa na maadili mema. Pia ukuwe mfano bora kwa watu mnaoishi nao. Yes. Tukikuja kwa uchaguzi, sisi ndio tunachagua hao magovernors au wakubwa wetu. Ni lazima pia tuchague viongozi wenye maadili mema. Tukihakikisha kuwa watu ndio tumechagua kwa maofisi zetu, tutakuwa tunahakikisha kuwa hata wao wanatutendea kazi venye inatakikana. Kwa hivyo tusiseme ni tume inafaa kuchunguza, ni tume inafaa kufanya hivi, lakini sana sana kila mtu ajue ako na jukumu. Uwe nani uko na jukumu la kufanya ili kupambana na ufisadi. Asante. Thank you so much, Bwana Gondo. Asante. Tunashukuru Dede Jangari kwa kutukaribisha. Jambo langu la mwisho labda ni kusema ya kwamba haijalishi wewe ni nani, sote tuko na jukumu. Kama mimi kama mfanyikazi wa serikali, najua ninahudumia wananchi. Yes. Gavana anapokaa miaka 5, najua wananchi wataweza kusema ametufanyia nini. Hiyo ndio muhimu. Nikifanya kazi kwa serikali, wewe kama raia uko na jukumu pia kuweza kuchagua viongozi ambao ni wa nidhamu, ambao ni waadilifu, ambao wanaogopa Mungu, kwa sababu tuseme mfano mimi wetu tumezaliwa hapa. Yale ningependa kuona hapa ni kuona kuna mabadiliko. Najua nayo mabadiliko nzuri tuweze kusema, lakini uweze pia ile resources ambao tumepatiwa tuweze kuitumia kwa njia sawa na haki, ili yule mtu maskini, mtoto na mama yatima kwa ward ambaye angepata huduma ya hospitali, au mtoto anapata bursary, au mwenye ambaye angepata relief food. Ni jambo muhimu sana. Na mfanyikazi msikubali labda chifu au councilor aibe, alafu mnasema ni mwizi wetu. So nini mnatakia? So tuko na jukumu sote. Asante. Thank you so much, msikilizaji. Sina budi kufikia hapo. Umeshawasikia tayari 11 ndizo dakika ambazo zimeshasepa mara tu baada ya saa 4 asubuhi. Naomba kumaliza kipindi niseme asante sana kwa kufuatilia. Watakuwepo tena kwenye kipindi baadaye saa 2 usiku kwenye kipindi cha Wariga Machu. Tafadhali patana na King J muda huo, atakuwa anawaalika kuweza kuzungumzia masuala haya kiundani. Nambari 1 nimekwenda nayo, utakuwa unapokea Skiza Tune shilingi 100 courtesy ya Skiza Tune hii leo. Naitwa Machuki.
Goodbye for now. Enjoy the rest of your day, and goodbye from me.